Una familia ya watu wangapi? Na familia watoto 4. Wengine wafanya shughuli zao, ila huyu dogo nimemsomesha, soma mbali sana, soma Mbeya huko. Huyu ananitegemea mimi kila kitu. Kijana wetu unasoma Mbeya. Baba biashara yake hii hapa. Usichezee shule. Usichezee shule. Usichezee shule. Haso za kitaa. Bwana, hii ni Sat Media. Mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku, nyuma ya kamera yupo mdogo wangu mwenye kabisa Mahmoud. Lakini ukipenda zaidi mwite jina lake pendwa kabisa Kid Works. Na tunafanya burudani hizi kwa ajili ya watu mbalimbali. Dunia nzima wanatutazama kupitia Sat Media. Si ndio bwana, tukisema ting tapa ting kitu baada kitu. Waya say. Sasa leo kwenye haso za kitaa. Hii haso za kitaa ni mahususi kwa ajili ya kuzungumza na ndugu zetu wana harakati mbalimbali, lakini sio harakati zile mnazozijua nyinyi, msinitolee macho. Tunazungumzia harakati za kutafuta ugali, wajasiriamali wa ukweli. Tunatafuta maisha kwenye uhalali. Yes. Huyu hapa bwana ni baba yetu, tumekutana naye hapa maeneo ya Uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam hapa, na tunajaribu kuzungumza naye mawili matatu, atupe njia na sisi yeye anafanyaje. Yaani usimchukulie poa mtu, unamuona mtaani anafanya biashara zake, ujue ndio maisha yake yanaenda hivyo, lazima aheshimu kile ambacho anachokifanya. Baba, kwanza labda jina lako nani? Jina langu mimi Mohamed. Mohamed nani? Saleh. Mohamed Saleh. Wewe kwa hapa Dar es Salaam ni mkazi wa maeneo gani? Mbagala. Mbagala kubwa mzee wangu, tuambie Mbagala Kibulugwa, Mbagala Kibonde Maji, Mbagala kubwa. Kongoe. Kongoe. Hebu niambie, umekuwa wewe ni mtu mzima sana na biashara inavyoonekana inakuingizia, kwa sababu biashara kama ikuingizia maana yake huwezi kudili nayo. Tunashukuru biashara kidogo tunafanya naye tunapata mapato yetu, yanatupatia mapato ya kula na watoto. Una familia ya watu wangapi? Na familia watoto 4. Na wote wanategemea biashara hii? Wengine wafanya shughuli zao, ila huyu dogo nimemsomesha, soma mbali sana, soma Mbeya huko. Huyu ananitegemea mimi kila kitu. Kuhusu mambo ya unajua mambo ya mama shule haya. Yupo. Bwana, namkatisha mzee wangu. Anamsomesha kijana wake, anasoma Mbeya. Mbeya sehemu gani pale? Mbeya Tukuyu ndani huko form 6. Form 6 Mbeya huko. Bwana, kijana wetu unasoma Mbeya. Baba biashara yake hii hapa. Usichezee shule. Usichezee shule. Usichezee shule. Mzee wetu anafanya harakati zake, kazi yake ni hapa, na anaiheshimu kwa hali na mali, kwa sababu inasababisha wewe uende shule. Mzee wangu, pale unapokaa watu wanakuchukuliaje biashara hii unayofanya? Watu wananichukulia kawaida tu, wanajua biashara tu wanafanya kama watu wengine tu. Kibiashara wananichukulia kama biashara za watu wengine tu kama kawaida. Umeanza muda gani biashara hii? Biashara nimeanza kipindi kirefu sana, nimeanza katika miaka 90. Hii nimeanza hii biashara ndogo ndogo tu za kuchanganya matunda. Toka mwaka 90. Mwaka 1990, miaka 36 hadi sasa. Miaka 36. Hongera sana mzee wangu. Hii toroli kwanza una kodi au la kwako mwenyewe? Langu mwenyewe toroli, kila kitu hapa ni changu mwenyewe. Lina muda gani hili? Toroli? Toroli na miaka kama 5 hivi. Kwa hiyo unabadilisha kisha nabadilisha. Inabadilisha. Sasa kwenye hili toroli wewe hii ni unahamahama kutoka hapa kwenda huku. Pengine sasa kwenye swala zima la kuhama unatoka Kongoe kila siku? Mimi natoka Kongoe mpaka Temeke. Temeke nachukua vifaa vyangu na mpaka studio, nikija natoka studio na kuja hapa. Kwa hiyo hapa Taifa hapa ndio sehemu yako, kituo chako cha kazi? Changu, lakini sio kituo cha moja kwa moja kwa sababu mimi natembea. Unatembea? Mimi natembea. Okay. Kwa mfano hapa ulinidokeza kidogo, unasema maeneo haya wewe uko muda mrefu sana. Nipo muda mrefu sana maeneo haya. Kabla shamba la bibi haijabadilishwa, kabla uwanja Benjamin Mkapa hujajengwa? Hujajengwa, mimi nipo hapa. Uko hapa? Hebu niambie hapa uzoefu wako na watu wa hapa, biashara yako huwa inachukua muda gani kuisha ukitoka kule studio kukusanya matunda? Kuisha haiwezi kuisha hapa, ila kwa vile mimi natembea namalizia manjiani tu huko. Hapa haiwezi kuisha.
Vitu gani ambavyo unasema hivi mimi vinanisumbua sana vikwazo kwako wewe? Zamani ilikuwa wewe, haro, hebu tulia hapa. Hebu niambie kwa sasa hivi wewe vitu gani, changamoto gani? Vikwazo hao maskari zetu wa jiji hawa wamekuwa wanatusumbua sana siku za nyuma kwa kusema ukweli, lakini sasa hivi tunashukuru rais wetu huyu muelewa. Naona bwana, tunashukuru rais muelewa, anatuachia tunafanya biashara sasa hivi, hatubuguziwi tena na mgambo. Kwa hiyo hapo mama amefungua njia kwa wafanyabiashara, nyinyi hambugudhiwi. Mama amefungua njia, hatubuguziwi kusema ukweli, tofauti na siku za nyuma. Siku za nyuma tunapata shida sana, kabla ya Rais Magufuli hajaingia tumepata shida sana. Tunazungumzia changamoto, amezungumzia changamoto ambazo walikuwa wanakabiliana nazo mzee wangu mzee Mohamed hapa juu ya kile ambacho walikuwa wanabugudhiwa zamani, lakini sasa hivi kwake mambo ni mwemwele, mambo yako burudani sana, kwamba hakuna changamoto. Tuje kwenye changamoto zako za mitaji, changamoto zako unakabiliana vipi? Matunda yakikaa sana yanaoza. Hizo changamoto hizo, kwanza tukianzia na mtaji, wewe unakabiliana vipi na hiyo changamoto ya mtaji? Kwako wewe, huu mtaji ni endelevu au ni mtaji wakati mwingine huwa unakatakata? Mtaji saa zingine unaweza unajua mambo ya biashara, unaweza ukapata biashara zingine haipo sawa, imeharibika, unaona bwana au wewe yani unaweza mambo ya biashara tu huwezi kupata kitu kikawa sawa, kwa kusema ukweli hiyo changamoto sana. Alafu kuhusu mambo ya msingi, unajua biashara lazima uwe na mtaji, unaona bwana, lakini mitaji, kama tunakuwa na mtaji mkubwa mtu huwezi kufanya, unakaa pamoja unafungua biashara iliyokuwa kubwa unafanya na kusaidia na watoto wako, lakini sisi hapa hatuna misingi. Ndio maana unakuta sisi tunachukua machungwa yetu 100, 200 na nini, tunazurura mitaani, lakini hiyo Mungu anatujalia, tunalisha watoto, tunasomesha. Tunashukuru. Wewe mtu akijitokeza kukupa mtaji, unadhani ni mtaji kiasi gani anaweza kukusaidia? Huo mtaji unaohitaji kwamba unaweza ukakaa sehemu moja tulivu, so hii movable ya kuhama, ni kama kiasi gani? Mtaji nategemea na eneo nitakalokuwepo. Unaona bwana, hii mitaji ya biashara ndogo ndogo hizi unaweza ukapata hata 500,000 inakutoa. Hiyo 500,000 inawezekana sehemu kwamba banda, sasa labda una banda lenye frame nini ile sehemu au inabidi hapo uwe na banda tu, hiyo ni kama ni msingi, unaweza ukafanya biashara hiyo ndogo ndogo, lakini sio hizi kubwa, ndogo ndogo unaweza ukapata. Maana ukisema kubwa labda kwenye milioni 10, 15 huko, lakini sisi biashara zetu ukipata kama 500,000 na nini na banda unalo na nini au 700,000 hakuna shida, unafungua biashara na unaishi vizuri. Haina shida kabisa. Kule nyumbani changamoto ya familia sasa. Mama mwali vipi? Biashara kama hii unatoka mzee kama wewe ukirudi kiasi hajakiona anasema wenzangu uko nje, imekuwa changamoto hizo kidogo kwenye familia? Hakuna. Mimi kwangu mimi hamna, kwa sababu naye mwenyewe mjasiriamali, mke wangu mimi hana shida sana. Anafanya biashara zake na mimi nafanya biashara, tukirudi jioni tunapiga hesabu, basi maisha yanaendelea. Okay. Kwa hiyo mama kumbe hana tabu. Hana shida, kwa sababu naye mwenyewe simfanya biashara ndogo ndogo. Kule umejenga mwenyewe unapokaa? Mungu kanijalia nimepata chumba kimoja naishi. Kwako mwenyewe? Kwangu mwenyewe. Okay. Yule kijana ambaye anasoma kule akirudi anafikia nyumbani kwa maana tuition? Akirudi tuition anafikia nyumbani kwa sababu ana chumba chao na hao hivyo. Tuje tumalizie sasa kwenye mtaji na namna unavyoweza kuendesha biashara yako. Kwa sasa hivi matunda gani yanapatikana sana kuliko mengine? Matunda sasa hivi kama unavyoona machungwa, maparachichi, naona bwana matunda damu nini yanapatikana. Kwa unachuuza kule na wewe unakwenda kama mchuuzi afu baadaye na wewe unauza? Na mimi nauza. Au unachukua malikauli kule? Malikauli sichukui, mimi nachukua kwa pesa zangu nanunua. Lakini kuna wengine nasikia wanachukua malikauli wanazunguka jioni wanarudisha mtaji. Hao watu wa Mbagala hao. Sisi bwana hapana, sisi tunanunua kabisa, kwa tunatoa pesa yetu, tunapewa mzigo, tunaondoka. Nyewe watu wa Ngoma sisi watu Kongowe tu Ngoma. Sisi tunatoka huko tunakuja kununua biashara huko, tuna kivyetu, lakini sio Mbagala wanauza 100 si nini. Wale wote wanakopa tu wale. Machungwa huku umeanzia 300, 200, 500. Huko 300, 200, 500. Huku Ushuani huku.
Huko shwani, na ukienda posta huko sio moja, sio la shilingi 100. Hamna 100. Na ukienda posta huko mpaka 500 wanauza. Na yanatoka. Unaenda huko posta? Posta siwezi kufika kule. Kuingia mnaingia lakini. Kuingia kule huwezi kuingia. Kuingia kule hapana. Huwezi kufika kusema ukweli. Sio kufika kibiashara, yani kibiashara tukufanya kule shida. Pengine sasa kwa sasa hivi kwa mtazamaji anayekutazama pengine na namna unavyofanya biashara, labda ni kitu gani ungependa kwako wewe binafsi kilainishwe kidogo ili wafanyabiashara aina hii muwe na urahisi zaidi? Tunajua kuna changamoto nyingi ambazo pengine umetutajia, lakini kitu gani labda hata serikali labda kama unazungumza nao hapa bwana, sisi aina yetu ya biashara hii tunataka 1 2 3 mtufanyie ili tufanye biashara kiurahisi? Sawa, ni kutupa maeneo tu yaliyokuwa wazi, tukajenga mabanda yetu, tukaika biashara tofauti tofauti, kila mtu anafanya biashara yake ili tupumzike na haya mambo ya kufukuzana barabarani. Basi hilo ndio shauri langu tu hilo. Bwana, wakumbushe unaitwa mzee? Mimi mzee Mohamed. Mzee Mohamed nani? Saleh tu. Waukae wewe wapi? Waukae. Wewe waukae? Kolonga vizuri Kizalamo au? Hapana, mimi wa pwani huku. Kisiju. Mtengeleko. Ndio waukae. Unajua Wandengeleko na Wazalamo ni watu mmoja. Ila Wandengeleko ni kabila dogo tu ambao wamejitenga. Sawa. Umeelewa? Bwana, huyu anaitwa mzee Mohamed ambaye tumezungumza naye, anafanya biashara ndogo ndogo, na hii ndio hustle za kitaa. Hustling za kitaa mara zote tunakileta hapa kwa ajili ya kuzungumza na wajasiriamali ili kuweza kujua na wao wanachokifanya, ili sisi wanaharakati wengine wa kujitafutia maisha, tunatafuta maisha kwa njia halali, tunatafuta pesa kwa njia halali. Usijifanye unafanya haso za kitaa unaenda kupiga tagi huko. Sisi wewe sio mshikaji wetu, sio mwenzetu. Sisi hapa Sat Media tunakuhamasisha uwatazame watu kama mzee Mohamed, ili na wewe uhamasike, ukatafute mwenyewe, kutafuta mkono kwenda kinywani halali kabisa. Tuunge juhudi, lakini juhudi zenyewe juhudi halali. Bwana, mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku. Hii ni Sat Media. Tufuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii, tunapatikana kwa jina hilo moja la Sat Media. Nyuma ya kamera yuko Kidu Wax, ting tapa ting, kitu baada ya kitu. Waya say